Mzungumzaji marehemu Chifu Hussein Msopa. Chifu Msopa ni katika vijana wa Kiislamu. Amefanya juhudi kwa kiasi cha kutosha. Ni mtu ambaye ameonekana kwenye matukio mbalimbali ya kheri na alikuwa na mchango mkubwa. Ni mtu ambaye alikubali kutumwa pale ambapo baadhi ya majukumu ambayo yamemauliwa kwa pamoja alikuwa akipewa kutekeleza, anaenda kuyatekeleza. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa kutokana na kufanya kazi karibu na wanazuoni ambao wamekuwa wakimuongoza kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba amefariki. Ni utaratibu ambao kila mmoja wetu atapitia utaratibu, lakini tunasema kwamba tulikuwa bado tunamhitajia sana kwa maana ya utekelezaji wa yale majukumu. Kwa hivyo ni mtu mzuri na ni mtu ambaye tunaamini kwamba alikuwa anafanya vizuri katika juhudi mbalimbali. Binadamu kosi mapungufu, yatakuwepo mapungufu yake, lakini kubwa zaidi ni kwamba ni kumsamehe pale ambapo alipokosea kama binadamu, na sisi tumeagizwa mara nyingi tuzungumze mambo yalikuwa mema ya maiti wetu. Kwa hiyo tunazungumza yale mazuri ambayo alifanya Msopa, Chifu Hussein Msopa, na tunaamini kwamba yale mazuri aliyoacha yataendelezwa na wale waliobakia. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli tunaamini kwamba alikuwa na mchango mkubwa tu katika hizi juhudi mbalimbali za umma. Kabla ya kumaliza sekonda, labda taarifa za kifo chake wewe ulizipataje? Taarifa za kifo mimi nimezipata wakati niko kwenye msiba wa ndugu yetu muhadhiri ambaye tumemzika juzi, Sheikh Hamim Bosa. Tulikuwa jana alasiri katika mazishi yake au katika maandalizi ya kumsafirisha katika msikiti wa Chiota. Pale ndipo ambapo tulipopata taarifa kwamba Chifu Msopa amefariki, na tulitaka kujua amefariki kwa namna gani. Tukaelezwa kwamba ni katika watu ambao wamepata athari za matukio ya juzi haya ya mashambulizi ya matumizi ya risasi, wanaye kwamba alipigwa risasi akafariki. Kwa hiyo tupata taarifa zake tukiwa kwenye msiba, na kwa namna hiyo tukajiandaa kwa ajili ya mazishi. Shukrani. Labda kwa nafasi nyingine tumeona kuna kamati au niseme kuu ya wahadhiri. Kama wao wahadhiri, kipi ambacho cha kuweza kujifunza au kipi ambacho unaweza kuambia kutokana na msiba huu? Au unashauri nini? Mimi nafikiri tumewaona wote wakiwepo pale. Kubwa zaidi ni kwamba waendeleze mshikamano, kwa sababu huu walionyesha hapa ni mshikamano, na tunasema ni jambo zuri zaidi waendelee kufanya hivyo, kwa sababu ni muhimu pale ambapo mtu anapokuwa na matatizo, yani siwe ni kwenye mazishi tu, lakini pale pia anapokuwa na shida, labda mtu ni mgonjwa, basi waende wakamuone kama walivyofanya kwenye tukio hili. Kwa hivyo nisisitize ule umoja na mshikamano kama ulioonyesha hapa leo. Shukrani.